بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kutukutanisha tena katika siku nyingine kama ilivyo kawaida yetu, ambayo pengine itakuwa ndio Jumatatu ya mwisho kwa Ramadhani. Kwa vyovyote vile, pengine wiki ijayo Jumatatu ikawa ni mwezi mosi au ikawa mwezi 30, tegemea na muandamo utakavyokuwa. Alhamdulillah, tukiwa tunaendelea na tafsiri ya Suratul Nur, na leo tunatokea aya ya 43 katika sura hii, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea uwezo wake ili tuweze kukinaika na kuona kwamba yeye ndo anayefaa na anastahiki kuabudiwa peke yake na si vinginevyo. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaielezea namna anavyoitengeneza mvua kwa staili ambayo ni tofauti kidogo na katika aya zingine anavyoielezea Allah subhanahu wa ta'ala habari ya mvua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban, hivi huoni ayuha al-aqil wa ra'aita bi'ainaika, e mwenye akili huoni kutizama kwa macho yako, anna Allaha yuzji sahaban, hakika ya Allah huyachunga mawingu, huyapeleka mawingu, huyakusanya, thumma yuallifu bainahu, kisha akayakusanya baina ya mawingu. Naona hapa kuna kiwingu kidogo, pale kuna kiwingu kidogo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ukaona akauleta upepo, ikayapeleka yakakusanyika sehemu moja. Thumma yaj'aluhu rukama, kisha akajalia akawa yanapandiana moja juu ya lingine, yani ikaa pale yamerukama, bimaana ikawa wingu zito kabisa, hali ya hewa imebadilika ghafla. Kulikuwa na viwingu kidogo kidogo, kimoja kipo kule, kingine kipo kule, na kingine kipo kule. Allah subhanahu wa ta'ala akayachunga, yakaja yakakusanyika eneo moja, kisha yakawa yamepandiana. Kisha fataral wadqa, ukaiona mvua, yakhruju min khilali, inatoka katika haya mawingu. Mvua inanyesha kwa uwepo wa mawingu, uwepo mawingu utaona mvua inanyesha. Huoni hali hiyo ya namna hiyo? Na kama mnaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hivyo, basi kwa nini hamchukui hatua sasa ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuyafanya haya? Wa yunazzilu minas samai, na anateremsha kutoka katika mbinguni huko, kutoka juu, min jibali fiha min bardi, toa katika mawingu akaleta milima ya barafu. Itajwa jibali kwa maana ya wingi, na maeneo mengine, maeneo yetu alhamdulillah hatupati, sio mara kwa mara kusikia mvua za mawe, lakini kuna maeneo mengine ukikaa kusikia kuna mvua ya mawe kwa imenyesha. Ndio hii anayozungumzia Allah. Hii si mvua ya samaki, si mvua ya nini. Allah subhanahu wa ta'ala analeta mivua hizo za kawaida na mivua zisizo za kawaida. Kwa yusibu bihi man yasha, ikampata hayo
wale ambao anawataka yeye Allah subhanahu wa ta'ala iwafikie, na ikawaangamiza kama ikiwa ya kuangamiza, ikateketeza ikiwa mvua hiyo ya kuteketeza ya mawe na nini, hata mvua ya kawaida ikateketeza ikaangamiza ikiwa ya kuangamiza na kadhalika. Wayasrifuhu amman yasha, na akawaondolea isiwaangamize, isiwe yenye kuangamiza kwa wale ambao wanawataka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa ujanja au kwa utaalamu wa wale ambao kwao imenyesha ikawa ya kawaida haikuleta maafa, lakini wengine ya kawaida ikaleta maafa vile vile. Wengine ikapiga mvua ya mawe ikaleta maafa, wengine ikapiga mvua ya mawe isilete maafa. Yote hayo anayafanya yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia yakadu sana barqihi, pia Allah subhanahu wa ta'ala akaleta radi, meme zile, inakaribia mmemeto wake ule, ule kung'aa kwake yale, ule umeme ule unavyometa, yadhhab bil absar, ukatoa nguvu ya mwanga ya macho, kapoteza kabisa. Na watu wengine wakapoteza macho sababu ya zile meme au radi zinazopiga, inazita rada, wengine ita umeme, wengine ita nini. Ala kulli hali, Allah subhanahu wa ta'ala kuzileta na zikaharibu macho ya watu na kuteketeza meme. Yote hayo anayofanya yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hamuoni? Na kama mnaona, kwa nini hamchukui hatua na mkatambua kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo anafaa sasa aabudiwe na kutimiza amri zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, anabadilisha Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Kama hivi tuko mchana, mara utaingia usiku, kiingia usiku mara umeingia mchana. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amefanya hivi. Kwa surati al-Qasas kule Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala, injal lau kama ataamua kufanya al-laila sarmada, maisha yote ni usiku tu, man ilahun ghairu Allah, ni yupi Mungu ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala atakayewaletea mchana? Kinyume chake pia akasema, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala an-nahara sarmadan, akafanya maisha yote ni mchana tu, hakuna usiku, ni mchana tu, nani atakayewaletea usiku? Mungu gani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye atawaletea usiku? Kini wa min rahmatihi, kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya usiku na mchana. Unapata wengine wanaoshughulika usiku watashughulika, wanaoshughulika mchana watashughulika mchana. Kuna viumbe wengine maisha yao yanaenda usiku, kuna viumbe wengine maisha yao mchana. Uwepo mwanga wa jua, jua liwepo, mimea itengeneze chakula, chakula kitatengenezwa na mimea, kitaliwa na wanadamu na viumbe wengine. Hiyo min rahmati, kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yukallibu Allahu al-laila wan-nahara, Allah anapishanisha siku na mchana, mchana ukaja usiku, siku ukatoka mchana, yuaqabu al-laila wan-nahara. Katika hayo, inna fi dhalika la ibratan liulil absar, hakika katika hayo kuna mazingatio tosha kabisa kwa wale wenye mazingatio. Liulil absar, kwa wale wenye kuchukua mazingatio, wenye macho ya kuzingatia na kutafakari, wanayaona. Sababu sio kwamba watu hawana macho, macho wanayo, lakini matatizo ni macho ya namna gani hao watu wanayo. Macho ya kufikiri, macho ya kuzingatia, macho ya nini? Au macho ya kuendeshea maisha yao tu. Kwa hiyo inna fi dhalika la ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i, na Allah ameumba viumbe wote kwa maji. Wanachuona anasema hayawanu dhu ruhin sawaun akana min al-uqala'i am min ghairihim, wawe viumbe wenye akili kama binadamu na hivi, au wanyama wengine, viumbe wengine sio na akili kama wanyama, wadudu na nini,
wote amewaumba Allah subhanahu wa ta'ala min ma'i. Allah ametuambia kule, nimeumba kwa udongo kwa asili ya baba yenu, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sasa hivi sote tunazaliwa kwa njia ya maji yaliyokuwa duni kabisa. Kwa hiyo na viumbe wengine, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i, ameumba viumbe wote maji, nyoka, simizi, nani, wote ameumba kwa maji. Ya namna gani? Wengine Allah ametuelezea kama sisi alivyotuumba, min sulalatin min ma'in mahin yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Ametuelezea namna hiyo. Wengine anajua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala maji ya namna gani amewaumba viumbe hao. Lakini maadamu mwenyewe amesema, basi nu'minu bihi, tunaamini kwamba viumbe wote, wanyama wote, wadudu, ndege, nani, wote Allah subhanahu wa ta'ala, wanadamu, amewaumba kwa maji. Faminhum, miongoni mwa viumbe hao, man yamshi ala batni, wapo wanaotembea kwa matumbo yao. Hapo wanyama wanaotembea kwa matumbo yao tunaowajua sisi na tusiowajua. Sisi tunamjua pengine nyoka tu, au sisimizi tunawaona ndo wanaotambaa. Viumbe wengine wanaotambaa, sisimizi, nani, sitipedi, nani, tunaona wanatambaa kwa matumbo yao. Wengine wanatembea kwa matumbo. Wa minhum man yamshi ala rijlaini, na wapo wengine wanatembelea miguu miwili kama sisi tunatembelea miguu miwili, sio? Kuku na ndege wengine wanatumia miguu miwili. Ni mipango yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, na wengine man yamshi ala arba'i, wengine wanatembelea miguu minne. Ameamua kutajia aina tatu tu katika uumbaji wake hao viumbe, wanaotembea kwa matumbo, wanaotembea kwa miguu miwili, na wengine wanaotembea kwa miguu minne, ambao pengine ndio mashuhuri kwetu sisi kuweza kufahamu na kuelewa. Na wengine pengine ngitutajia wana miguu hivi na hivi, pengine hatuwajui, hawaikuwaona na kadhalika, lakini hawa ni mashuhuri kwa wanadamu kuweza kuonekana. Kisha akasema yakhluqu Allahu ma yasha, anaumba Allah anavyotaka. Kwa hiyo wengine wote wana 32, wana miguu 32, wengine hawana macho, wengine hivi na kadhalika. Yakhluqu Allahu ma yasha, anaumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine kajalia na miguu miwili, wengine mitatu, wengine si hivi. Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika ya Allah juu ya kila kitu ni muweza. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, hakika tumewateremshia aya za wazi kabisa za kuweza ninyi mkazingatia na mkatambua ni nani Mungu wa kweli anayestahili kuabudiwa na kuheshimiwa na kutekelezwa amri zake na kuacha makatazo yake. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, hakika tumeteremsha aya za wazi kabisa zinazojieleza, zinafahamika, zikaeleweka. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim, na Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayemtaka katika njia iliyonyoka. Ni juu yetu kumuomba Allah atuongoze katika njia iliyokuwa ya sawa sawa. Yeye ndiye ambaye ni muongozaji. Allahu yahdi, na sisi tunasema, ndio tunasimama mara kwa mara tukasema ihdina sirata mustaqim, ewe Allah tuongoze sisi katika njia iliyokuwa ya sawa sawa, njia iliyonyoka, tuweze kukaa katika mstari wa sawa sawa. Siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i hasuna ulaika rafika. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakuluna, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea habari za wanafiki. Wayakuluna, na wanadai kusema amanna billahi wa birrasul, amemwamini Allah na amemwamini mtume. Kama amemwamini Allah na kumwamini mtume, ilitegemewa atatekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anachoelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam atafanyia kazi, kinachoelekeza Qur'an atafanyia kazi. Wa ata'ana, sema na ni wenye kutii sisi, kumtii Allah na kumtii mtume. Lakini kinyume chake, thumma yatawalla fariqum minhum min ba'd dhalik, kisha kengeuka miongoni mwao, makundi miongoni mwao, baada ya kutamka maneno hayo mbele ya umma au mbele ya watu.
wama ulaika bilmu'minin, na kwa hakika hawakuwa wao ni wenye kuamini, bali ni wale ambao wamedhihirisha tu Uislamu kwa maslahi binafsi ambayo wao wanayoyataka, au maslahi ambayo wao wanayoyapata au wanayotaka kuyapata, basi wameamua wadhihirishe kwamba wamesilimu, lakini ma hum bimu'minin. Wa idha duu ila Allahi wa rasulihi, na wakiitwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waje kwa Allah na mtume wake kusuluhisha wanapokuwa wamegombana, wametofautiana. Bwana wewe umechukua kitu changu, bwana wewe hiki cha kwangu, hiki cha hivi. Basi twendeni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, twendeni kwa Allah tukafanyie kazi. Kitabu kinaelekeza na kuongoza, liyahkuma bainahum, ili upate kuwahukumia baina yao. Qur'ani wahukumie, Mtume salama wahukumie, Allah wahukumie baina yao juu ya jambo lao tofauti walionayo. Idha fariqum minhum mu'ridun, pindi hizo kuna kundi la kataa, ni kupuuza kabisa, hapana, tusiende huko. Na mashuhuri kama ilivyo katika aya katika suratu Nisai, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila ila min qablika, wameamini tulikuteremshia wewe, thumma wayuriduna yatahakamu ila taghut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tokea Muislamu na Yahudi wametofautiana juu ya haki. Yahudi anadai haki yake kwa yule Muislamu, yule Muislamu akamwambia, anakataa, akamwambia basi twende kwa Muhammad, kwa sababu anajua Mayahudi kwamba Muhammad ni mwadilifu. Yule Muislamu anakataa, hapana, tusiende huko, si twende kwa Abubakar, twende kwa Umar, twende kwa nani? Kwa mbinde kubwa kabisa, sema basi twende bwana, twende kwa Muhammad. Mtume Muhammad akahukumu na kuamua, na haki ikawa kwa yule Yahudi, na ndiye aliyekuwa mwenye haki. Yule Muislamu hakukubali kwa sababu hana imani, hana Uislamu wa kweli. Kenda kwa Saidina Abubakar, na Saidina Abubakar akauliza, kabla ya kuja hapa mmepitia sehemu yoyote mkapewa uamuzi au ushauri? Bia naam, tulipita kwa Muhammad. Yule Yahudi anasema, basi Abubakar hataka kusikiliza, akasema, mimi hukumu yangu au ushauri wangu kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Muislamu hajaridhika, twende kwa Saidina Umar. Kana Saidina Umar akauliza, vipi hukumu, mmepita wapi kabla ya kuja hapa? Tumepita kwa Mtume Muhammad, kuja kwa Saidina Abubakar, kuja kwako. Aha, hivyo basi subiri, mimi nitakuja kutoa uamuzi wa busara kabisa. Saidina Umar akaingia ndani, akatoka na kisu chake, kaja kummaliza yule Muislamu. Anaona huyu hana Uislamu, ndio mwenye matatizo. Ndio ikateremka aya kuthibitisha yale aliyofanya Saidina Umar radhiyallahu anhu. Idha duu ila Allahi wa rasuli, tafsiri yake nini? Maana yake tunatakiwa sisi Qur'ani ndio ituongoze, na Mtume sallallahu mafundisho yake, sunna zilizothibiti za Mtume sallallahu zituongoze, zituweke sawa. Tutakapokuwa hatuko tayari kuongozwa na Qur'ani, hatuko tayari kuongozwa na mafundisho ya Mtume sallallahu, maana yake sisi tuko mbali kabisa na Uislamu. Kwa lazima tukae katika hali ya kuwa Uislamu ndio unatuongoza na unatuelekeza. Kinachotukataza Uislamu basi, kinachotuelekeza Uislamu tufanye hivyo, ndo makusudio hapa. Na ikiwa Qur'ani inatuelekeza vingine, na sisi ikawa hatufanyii kazi kwa namna hiyo, ndo tutaingia kama hawa, wama hum bimu'minin. Allah anazungumza, maana tunadai tumeamini Allah, tumemwamini mtume wa atwana na watiifu, lakini mbona si watekelezaji? Qur'ani inaelekeza hivi, mtume anaelekeza hivi, sisi mbona tuko vingine? Maana yake tunatakiwa tujipime na tujitathmini, tuko wapi sisi na Qur'ani, tuko wapi sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona mtume anasema hivi na sisi tuko hivi? Ndio maana ya aya hizi. Lakini wa iyakun lahumul haqq yatu ilayhi mudh'inin, ajabu ya watu, ikiwa wanajua kwamba haki iko kwao, watakimbilia, wanakuja kwa unyenyekevu, tena kwa utiifu kabisa. Lakini tu pale wanapotambua, ina maana wanajua wanachokifanya, ndio maana wanakataa kwenda
Qur'ani. Ndio maana wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anajua kwamba tukienda kule hiki tunachokitaka tutakikosa. Kwa hiyo na sisi tujiangalie tunaposoma, sio tunasoma habari za hao tu, na sisi lazima tujiangalie tuko wapi sisi na hii Qur'ani, tuko wapi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hiyo tuelekeza Mtume ndio tunayafanyia kazi, tunayaacha yale aliyoyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, maelekezo na maamrisho na kadhalika. Afi kulubihim marad, hivi hawa watu katika nyoyo zao wana ugonjwa wa shaka. Afi kulubihim marad, hawa watu wana matatizo. Wana ugonjwa gani mpaka wana matatizo gani? Wana shida gani mpaka wasikubali maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasikubali muongozo na maelekezo ya Mtume? Tatizo lao ni nini? Afi kulubihim marad, wana ugonjwa wa shaka, shaka ya imani, wana matatizo. Amirtabu, au wana washaka, am yakhafuna, au wana wasiwasi, an yahifa Allahu alaihim wa rasul, kwamba Allah atawadhulumu na mtume wake. Allah anatoa uamuzi wa busara wenye hikima kabisa. Mnakimbilia wapi ninyi? Kwa nini hamko tayari kuangalia maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini msiwe tayari kuangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi? Mna mashaka gani? Mna wasiwasi gani? Mna shida? Mna ugonjwa? Au mna mashaka? Au mnaogopa Allah atawadhulumu na mtume wake? Ikiwa kama Allah na mtume wake watawadhulumu, nani atakayewafanyia uadilifu? Faman ya'dil ba'dahum, nani atakayewafanyia uadilifu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake? Hawezi kupatikana yote. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hukumu ya uadilifu kabisa, kama ambavyo ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu, mafundisho yake na muongozo wake na maelekezo yake ni mafundisho na maelekezo ya uadilifu kabisa. Kwa hiyo tuache kupuuzia. Tunapofikwa na jambo lolote, ni vizuri kuwaona na kutaka kujua Uislamu unaelekeza vipi. Jambo lolote likikufika, ukiwa una mgogoro wewe na familia yako, una mgogoro na ndugu zako, mgogoro wewe na mwenzio, mfanyabiashara mwenzio, na hivyo, hebu kimbilieni kwanza Mtume sallallahu anaelekeza vipi, Qur'ani inaelekeza vipi, ili muweze kutatua mgogoro huo, na hapo mtapata suluhisho la moja kwa moja, sio suluhisho la muda mfupi. Mtapata suluhisho la moja kwa moja kila mmoja atakapokuwa anaeleza, anafafanua, na ikiwa wasimamizi, wasikilizaji watakuwa waadilifu, basi mtapata suluhisho lililokuwa la moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ili mupate maelekezo na muongozo, vinginevyo itakuwa imani yenu ina mashaka kabisa. Allah anasema bal ulaika humudh dhalimun, tu anasema hivi, sio wao tu, na yeyote mwenye sifa kama hawa. Sababu kanuni ya Qur'ani, kanuni ya kitabu chetu ni kwamba la ibrata bi khususi sababi, haizingatiwi sababu. Kinachozingatiwa yani haizingatiwi imeshuka kwa nini, inachozingatiwa bi umumi lafzi. Kila mmoja inayemgusa inamgusa, mimi inanigusa, yule inagusa, na wewe inagusa, na hivi tunatakiwa tujiangalie Qur'ani inavyotuongoza, na sisi tuko wapi na wapi. Tunapokuwa na mashaka, tunapokuwa na kupishana na wenzetu, maamuzi yetu tunaenda kuyafanyia wapi? Suluhisho letu ni nani? Lazima suluhisho letu liwe ni Qur'ani wa Sunnah. Hapo ndo tutakuwa sawa sawa. Inma kana qawla almu'minina, hakika inavyotakiwa kuwa maneno ya waumini, idha duu ila Allahi wa rasuli, watakavyoitwa wakaamuliwe mzozo wao, matatizo yao na Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake, wa uamuzi utoke kwenye Qur'an wa Sunna, liyahkuma bainahum, ili wahukumiwe baina yao. Kinachotakiwa na kinachotegemewa kwa Muislamu na muumini wa kweli, ayakulu sami'na wa ata'na, ni kusikia, kusema tumesikia na tumetii maelekezo haya. Wala yajiduna fi, katika ile aya tuliyosoma kwenye suratu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, baada ya Mtume salama kuamua, wala yajiduna fi sudurihim, wala wasijihisi kinyongo
katika nyoyo zao, katika vifua vyao, basi bwana ndio pameamuliwa tu hapa, lakini kwa kweli hapa haki haikufanyika. Hukumu na uamuzi wa Mtume sallallahu, Qur'ani ikiamua, maana yake ni kusalimu amri moja kwa moja, basi jambo limemalizika. Maadamu amelimaliza Mtume sallallahu, jambo limekwisha. Maadamu Qur'ani imemaliza jambo hili, jambo limekwisha, limemalizika kabisa, kifua kikiwa safi kabisa, kimekunjuka. Innama kana qawla almu'minina idha dumu ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na, ni kusema tumesikia. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio watakaokuwa wamefaulu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufanye sisi katika hao. Kwa hiyo lazima katika maisha yetu tujitahidi tuhakikishe mambo yetu yote yanatatuliwa, magomvi yetu na nini yetu yote yanatatuliwa kwa mujibu kwenye alkitabu wa sunna. Mashekhe wapo, wanachuoni wapo, na hivi tujitahidi kuwaona wao. Iweje sisi kitabu kinatuongoza hivi alafu sisi tuende namna nyingine? Lazima tujitahidi kwamba muongozo wetu, matatizo yetu yawe yanaongozwa na alkitabu wa sunna kwa mujibu wa salafu salih walivyokuwa wamefafanua jambo hilo husika. Na Allah anaendelea kutilia uzito wa man yuti llaha wa rasulahu, na atakayemtii Allah na mtume wake, akawasikiliza yale wanayoyazungumza, wanayoamua, na hivi wayakhsha Allah wa yattaqina, wakamuogopa Allah na wakamcha yeye Mungu Allah. Yani unaona yote maneno tafsiri yake kwa lugha yetu tunachotafsiri hivi, kumuogopa Allah, wayakhsha Allah wa yattaqi, wakamuogopa Allah na wakamuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuziogopa adhabu zake, kwa kuacha makatazo yake na kutekeleza amri zake. Basi hao faulaika humul faizun, hao ndio waliofaulu. Kwa hiyo ni juu yetu na sisi tujipambe na sifa ya kufaulu. Ili tuwe na sifa ya kufaulu, lazima tuwe wafuasi wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mafundisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa kwa sababu lengo lao ni kujionesha tu katika jamii, lengo lao sio utiifu, lengo lao sio wa kweli. Wa aqsamu billahi jahada ayman, wakaapa kwa Allah subhanahu kwa upeo wa viapo vya hali ya juu kabisa, vizito kabisa, kwamba la in amartahum la yakhrujunna, kwamba ukiwapa maelekezo yote ikibidi kutoka watatoka, hawana tatizo. Lakini wanayaonesha tu kwa watu wakiapia hayo. Allah anambia kul la tuksimu, ambie msiapie, msijiapize bwana. Taatu maarufa, toa yenu inajulikana kwa Allah subhanahu wala hamna sababu ya kuapia, hamna sababu yoyote. Unaapia nini? Kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake. Una sababu gani wewe uapie? Wallahi mimi nina swali, wallahi mimi ninafanya ya nini uapie? Wala una sababu ya kuapia, ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Una sababu gani wewe mpaka uapia? Taatu maarufa, toa yenu inajulikana. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mwenye kuwa na habari, ni mwenye kuyatambua yale ambayo ninyi mnayoyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala, tutasimamia kwenye aya hii, qul atiu Allah wa atiu rasul. Jamani, maelezo hayo yote tumeyasoma hapo. Watu wanadai wanamsikiliza, wanamtii Allah, lakini kinyume chake kabisa. Allah anasema jamani, kul atiu Allah, waambie ewe Muhammad, atiu Allah wa atiu rasula, mtini Allah na mtini mtume. Hakuna mafanikio nje ya hapo. Lakini fa intawalla, wakipuuza, wasikusikilize, fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum, yeye ana majukumu yake Muhammad, na jukumu lake albalaghu, ni kufikisha. Wa alaykum ma humiltum, na ninyi mna majukumu yenu na wajibu wenu wa kufanya. Yapo yanayowahusu ninyi na yapo yeye kazi yake albalagh. Na Allah anasema katika suratul A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin, tutawauliza tuliowapelekea ujumbe, ambayo ndio mimi na wewe na mwingine. Walanas'alanna almursalin,
na tutawauliza tuliowatuma. Surat hiyo Al-A'raf. Suratu Al-Maida Allah anasema yauma ajma'u Allahu ar-rusula, siku atawakusanya mitume, wa yakulu madha ujibtum, swali lake Allah kwa mitume litakuwa mlijibiwa nini mlipofikisha ujumbe wangu kwa watu wako, kwa sababu wao Allah anajua ni wafikishaje, mmefikisha, wamepokeaje mlivyowafikishia huo ujumbe. Hili la mitume, la kwangu mimi na wewe na mwingine, la kwetu sisi katika Suratul Qasas Allah anasema wa yauma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin, siku wataitwa watu wakaambiwa madha ajabtumul mursalin, mmewajibu nini, mmewaitikia, mmewajibu nini mitume yangu walivyowaletea maelekezo yangu, amri zangu, mafundisho yangu, muongozo wangu, wamewaletea kitabu na hivi na hivi. Madha ajabtum, wao mmewajibu nini? Hili ndo swali la kwangu mimi na lazima tujiandae kwenda kujibu hili. Wa yauma yunadihim wa yaqulu madha ajabtumul mursalin. Kwa hiyo lazima tujiandae katika hali ya namna. Kwa hiyo fa in tawallaw, watu wakipuuza, fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum, ana jukumu lake atakalokwenda kuulizwa mtume. Ujumbe tulikupa umefikisha, madha, umejibiwa nini? Wa alaykum ma, na sisi tuna wajibu wetu kutekeleza, kupokea na kutimiza yale tulioletewa na mitume. Wa in tuti'uhu tahtadu, mkitaka kufanikiwa mtiini mtume. Lau kama mtamtii mtume, tahtadu, mtaongozeka, mtakaa sawa. Lakini ieleweke, wama ala rasuli illa albalaghu almubin, kazi ya mtume ni kufikisha tu. Swala la mtume kwamba wewe kwa nini, mbona hana wafuasi, watu wake mbona hawajamkubali, mbona hawajam, hilo sio la kwake mtume. Wewe na mwingine yoyote na mimi na nani, tukiamua kutomsikiliza mtume haisaidii kwamba mtume ndo hakufanya kazi yake. Mtume keshafanya kazi yake, inajulikana. Tawaf hijjatul wadaa sema antum mas'uluna ani, mtaulizwa juu yangu mimi, mtajibu nini? Sema nashhadu bi annaka kad addaita al-amana wa ballaghta, ujumbe umefikisha na amana uliokabidhiwa umefanya nini. Mtume keshafikisha, keshafanya kazi yake na amefanya kazi yake. Hebu fikiria miaka hiyo nenda, leo tunasema 1440 na ngapi, 46 hijiria, tangu ahamie Madina. Sisi hapa tunatambua kwamba mtume amekuja. Hii ni kielelezo na tosha kwamba mtume kazi yake amefanya nini, amefanya na imefika. Tatizo ni mimi na wewe, madha ajabna, tumemjibu vipi mtume? Na ndio tunalotakiwa tukajibu mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inshallah tutasimamia hapa na kesho tutamaliza aya zilizosalia. Tunategemea pengine tutamaliza sura yetu biidhnillah, ili kesho kutwa na kesho kutwa uhai kuwepo, Mungu akijalia, tuendelee kuambizana yale yanayofuata baada ya Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam.